Mimi naitwa Dr. Olivia, ni mwangalizi wa makanisa ya Rehoboam. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa akisimamia mamlaka tofauti. Ulimwengu una uhitaji, na katika kila eneo ambalo Mungu anamuinua mtu kunakuwa na faida na kunakuwa na utaratibu wake. Dr. Janabi amekuwa baraka sana kwa nchi yetu. Kwanza kama daktari bingwa. Madaktari bingwa ni watu ambao wana uelewa mkubwa kwenye masuala ya afya. Kwa hiyo amekuwa msaada mkubwa kwa nchi yetu, hasa kwa masuala ya afya, kwenye sekta ya afya, na kupitia yeye sekta ya afya imeimarika sana. Uharamia mwingi, mambo mengi mabaya ya kinyume yaliokuwa yanaendelea katika hospitali zetu ameweza kukomesha kupitia taaluma yake. Kama itampendeza Mungu akachaguliwa, kwa kweli itakuwa ni fahari kwa nchi yetu, na tunauhakika kabisa atasaidia Afrika kujitathmini, hasa kwenye masuala ya lishe bora, kujitathmini kisocially. Ana uelewa mkubwa kwa habari ya mambo ya uzazi, afya, matatizo ya kibinadamu, mambo ya moyo, magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo uwepo wake kule nchi yetu itanufaika. Kwanza atakuwa ameitangaza nchi yetu. Pili, taaluma yake itawafikia watu wengi ulimwenguni. Kwa hiyo mimi naomba neema ya Mungu imsaidie aweze kushinda, kwa sababu kupitia yeye tutakuwa tumetangaza nchi, kilicho ndani yake pia kimefikia watu wengi wa ndani na nje ya nchi. Tunaamini ile tunu ile karama iliyo ndani yake itasaidia watu wa mataifa mengine pia, kwa sababu pia amesoma vizuri na anaongea lugha nyingi. Kwa hiyo mimi naweza kusema kuhusu yeye ni mfano wa kuigwa kwa madaktari wale upcoming. Wakifuata nyayo za Dr. Janabi, nchi yetu itafika mahali na itajikomboa, na tutaondokana hata na haya mambo ya kuchukua wagonjwa wengi kuwapeleka India na kwenye nchi tofauti. Nadhani uwepo wake katika taasisi ya Jakaya tumeweza kuona pasuaji kubwa sana zinafanyika nchini kwetu na zimekuwa very successful. Kwa mimi namuombea Mungu aweze kupata hiyo nafasi. Sisi kama kanisa tunaombea watu wa dini zote, rangi zote, mataifa yote. Akishinda yeye imeshinda Tanzania. Kwa cha kwanza tunamweka katika maombi na tunampa moyo wa ujasiri wa kuthubutu. Hiyo nafasi si kwa sababu yeye anataka, ila Mungu anakuwa ana mpango na yeye na maisha yake na taifa hili. Kwa sisi kama kanisa Huduma Rehoboam tumekuwa tukiombea nchi ipate watu sahihi, watu watakaowakilisha nchi sahihi. Tunaweza kuona kama Dr. Tulia Ackson amekuwa mwenyekiti wa mabunge. Ile inaipaisha bendera yetu na inawatia moyo viongozi wengine wa siasa wenye taaluma zilizo ndani yao na vipawa, kuona kwamba bado Mungu anaweza akawatumia wao kuleta heshima katika nchi yetu. Mahali kokote ambako kuna mama, kuna ulinzi, kuna ushindi, kuna baraka, kwa sababu mama ni mtu wa kulea, mama ni mtu wa kukumbatia, mama ni mtu wa kuinua, na rais aliye madarakani hana wivu. Ni mama mwenye moyo mweupe, ni mama ambaye anatamani watoto wake wa kike na wa kiume wainuke. Kwa hiyo mimi naweza kwanza nimpongeze mama kwa sababu amekuwa mama mwaminifu, mama asiyekuwa na wivu. Angeweza kuchukua watoto hata wa kwake wa kuwazaa kaweka kwenye hizo position, lakini anaona anathamini vipawa vilivyo ndani ya watu. Kwa hilo mimi nampa hongera. Ujumbe wangu kwa waheshimiwa wabunge, hii ni mikutano ya bunge, hii ni mikutano ya lala salama. Zile hoja zote za msingi ambazo waliwaahidi wananchi ambazo hazijatekelezeka, mimi naomba Mungu awasaidie kipindi hichi kifupi waweze kutekeleza. Na zile changamoto zote walizokutana nazo katika majimbo yao, ni vizuri wakamsaidia Mheshimiwa Rais kuweka wazi, wakiwa wanajitahidi kukemea sana swala la rushwa. Rushwa imekuwa ni adui wa maendeleo. Rushwa imesababisha watu wengi wamekwenda jela. Rushwa imesababisha maendeleo hayatokee. Wanapofanya vikao hivi, haki iwe ndio msingi wao wa kwanza, kutenda haki, uadilifu, kuthamini rasilimali fedha, vitu wanavyokabidhiwa, mali za serikali, magari, miradi mbalimbali, waweze kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kumpa ushauri sahihi. Upendo wa zile kamati za bunge, wanapopewa zile kamati
kufanya vitu fulani fulani, wajue wameaminiwa na Mungu na rais na wananchi kwa ajili ya kuwawakilisha. Mimi niwaombee tu Mungu awape wisdom, hekima ya kujua anachokiwakilisha atajibu siku moja. Na waombea pia wanapoenda katika uchaguzi wamwamini Mungu, wasitegemea akili zao wala wanadamu. Maandiko yanasema muamini Mungu utadhibitika. Amini wanabii watumishi wake utafanikiwa. Wawe ni watu ambao wanatamani kuleta impact, kuinua wengine miaka ijayo. Anapotoka katika ubunge awe ameacha legacy. Vijana wawe inspired kuingia katika siasa. Wabunge wetu wawavute vijana kupenda siasa na kuona siasa ni mlango pia wa kuleta kuisaidia nchi yao. Ubunge, udiwani, uwaziri, zile teuzi zote, ule ni uzalendo. Unapothubutu kwenda kugombea kile cheo, wewe ni mzalendo. Kwanza unaipenda nchi yako. Kwa mimi na wasichoke kugombea, na zile kazi ambazo walipangiwa hawajazimaliza, Mungu awape neema ya kushinda tena waweze kumaliza kazi. Tunaombea watu wa rangi zote, wenye elimu na wasio na elimu, maskini na matajiri, watu wa dini zote, na huduma ni bure. Tunafanya counseling kwa watu waliougua muda mrefu, waliouguza muda mrefu, kwa vijana, kwa watoto, kwa watumishi wa Mungu. Tunafanya ushauri. Unaweza ukawa una tatizo la kiroho, wewe ukalipeleka kwa madaktari. Na unaweza ukawa na tatizo la kidaktari ukang'ang'ana kulipeleka kiroho. Mimi niseme karibu kanisani. Utahudumiwa, utaombewa, utapewa ushauri kuhusu maisha yako binafsi. Katika kila eneo la kiafya, la kiuchumi na la kimahusiano. Huduma yetu ni bure. Uje ukutane na nguvu za Mungu, maana yake Yesu yuko hai.